بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Inamsabih kumtakasa Mwenyezi Mungu kila kiliomo ndani ya mbingu na ardhi, na yeye ndiye mwenye nguvu, mwenye hikma. Yeye ndiye mwenye ufalme wa mbingu na ardhi, anahuisha na anafisha, na yeye ni mwenye uweza wa kila kitu. Yeye ndiye wa mwanzo na ndiye wa mwisho, naye ndiye wa dhahir na wa siri, naye ndiye mjuzi wa kila kitu. Yeye ndiye aliyeziumba mbingu na ardhi katika siku 6, kisha akakaa vyema juu ya enzi. Anayajua yanayoingia katika ardhi na yanayotoka humo, na yanayoteremka kutoka mbinguni na yanayopanda humo. Naye yu pamoja nanyi popote mlipo, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kuyaona mnayoyatenda. Ufalme wa mbingu na ardhi ni wake, na mambo yote yanarejeshwa kwa Mwenyezi Mungu. Anaingiza usiku katika mchana na anaingiza mchana katika usiku, na yeye ni mwenye kuyajua yaliyomo vifuani. Muaminini Mwenyezi Mungu na mtume wake,
na toeni katika alivyokufanyeni nyinyi kuwa ni waangalizi wake. Basi walioamini miongoni mwenu na wakatoa, wana malipo makubwa. Na mna nini hata hamumuamini Mwenyezi Mungu, na hali mtume anakuiteni kumwamini Mola wenu mlezi, naye amekwisha chukua ahadi yenu ikiwa nyinyi ni waumini. Yeye ndiye anemteremshia mja wake aya zinazobainisha wazi, ili akutoeni gizani muingie kwenye nuru. Na hakika Mwenyezi Mungu kwenu ni mpole, mwenye kurehemu. Na mna nini hata hamtoi katika njia ya Mwenyezi Mungu, na hali urithi wa mbingu na ardhi ni wa Mwenyezi Mungu? Hawawisawa miongoni mwenu wenye kutoa kabla ya ushindi na wakapigana vita. Hao wana daraja kubwa zaidi kuliko wale ambao waliotoa baadaye na wakapigana. Na wote hao Mwenyezi Mungu amewaahidi wema, na Mwenyezi Mungu anazo habari za mnayoyatenda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Suratul Hadid imeteremka Madina. Sura hii imeanzia kwa kueleza kwamba wote walioko mbinguni na katika ardhi wamemsabihi na kumtakasa Mwenyezi Mungu mtukufu na kila kisichokuwa laiki naye. Kisha ikafuatiliza hayo kwa kuelekeana na kusabihi huko ufalme wa mbingu na ardhi na kuvizunguka vyote hivyo na kuviendesha. Kisha sura ikaamrisha imani ya Mwenyezi Mungu na kutoa katika njia yake, na ikabainisha hitilafu za daraja za kutoa kwa mujibu wa kuhitalifiana haja ziliopo na dharura zake. Kisha ikaeleza sura ya waumini siku ya kiyama inavyotangulia nuru yao mbele yao na pembezoni mwao, na sura ya wanafiki wanavyowaomba waumini wawangojee ili nao wapate mwangaza kutokana na nuru yao. Na baina yao umesimamishwa ukuta wenye mlango, ndani yake ipo rehema, na nje yake upande wa mbele yake ni adhabu. Na sura ikaingia baada ya hayo kuwahimiza waumini wanyenyekee kwa kumkumbuka Mwenyezi Mungu na haki aliyoiteremsha, na inawaonyesha vyeo vya wanaosadiki wanaume na wanawake mbele ya Mola wao mlezi, na mwisho wa makafiri wanaokadhibisha ni katika Jahannam. Na inapiga mifano ya udhalili wa dunia na hizo starehe zake, na ukubwa wa akhera na neema na adhabu zilioko huko. Na sura inataka watu wawanie kushindania maghfira kwa Mwenyezi Mungu, na inazituza nafsi kwamba kila kinachomsibu mtu ikiwa kheri au shari kimeandikwa katika kitabu kilichoko kwa Mwenyezi Mungu, ili nyoyo zinyenyekee kwa hukumu ya Mwenyezi Mungu. Kisha ikasimulia habari za kuwatuma mitume na kuwafuatiliza mmoja baada ya mmoja, wakipewa nguvu kwa hoja na vitabu na njia za nguvu na vitendo, ili watu wasimamishe uadilifu. Kisha aya ikahitimisha kwa kuwaita waumini wamche Mungu, na ikawaahidi kuwa watapewa rehema maradufu na watafanyiwa hisani ya kufadhiliwa, ambayo hapana mwenye kuiweza hata kidogo ila Mwenyezi Mungu. Kwani hakika fadhila zote zimo katika mikono wa Mwenyezi Mungu, humpa amtakaye, na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye fadhila kuu. Mwenyezi Mungu mtukufu anatakaswa na kila kiliomo katika mbingu na ardhi, tangu watu na wanyama na hata vitu visivyo na roho. Na yeye ndiye mwenye nguvu, anayeendesha mambo yote kwa mujibu wa hikma yake. Ufalme wa mbingu na ardhi ni wa Mwenyezi Mungu, si wa mwinginewe. Yeye huyafarifu apendavyo yote yaliyomo humo. Yeye ndiye mwenye kuhuisha na kufisha, na kwa kila kitu yeye ndiye mwenye uweza uliotimia. Yeye alikuwapo kabla ya kila kitu, na atabaki baada ya kutoweka kila kitu. Yeye ndiye aliyedhahiri, anaonekana katika kila kitu, kwani kila kitu ni ishara yake. Na yeye ndiye wa ndani, ambaye hawezi kueleweka kwa macho. Na yeye ni mwenye kutimia ujuzi wake kwa kila kitu kilichodhahiri na kilichofichikana. Yeye ndiye aliyeziumba mbingu na ardhi na viliomo kati yao kwa siku 6. Kisha akakalia arshi, yani kiti chake cha enzi, akiangalia ufalme wake. Anajua kila kinachoghibu katika ardhi na kinachotoka humo, na kila kinachoteremka kutoka mbinguni,
na kinachopanda kwendea huko. Na yeye ni mwenye kukujueni, anayajua vyema mambo yenu popote pale mlipo. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kuyaona myatendayo, anayajua vilivyo, wala kifichiki kitu kwake. Ufalme wa mbingu na ardhi ni wa Mwenyezi Mungu peke yake, na kwake yeye mtukufu ndiye mambo ya viumbe vyake yanarejeshwa, na kwake ndiko kunakokushia mwisho wao. Yeye huziingiza saa za usiku katika mchana, na huziingiza saa za mchana katika usiku. Kwa hivyo hupatikana hitilafu katika urefu wao. Na yeye ndiye mjuzi wa yanayohifadhiwa na vifua, nayo yanadhamiriwa na nyoyo. Msadikini Mwenyezi Mungu na mtume wake, na mtoe katika sabilillah, njia ya Mwenyezi Mungu, katika mali aliyokujalieni Mwenyezi Mungu, nyinyi kuwa ni waangalizi katika matumizi yake. Basi hao wenye kumwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake miongoni mwenu, na wakatoa katika alivyowapa uangalizi juu yake, watapata kwa Mwenyezi Mungu kwa ajili ya hayo malipo makubwa. Na kwa nini hamumwamini Mwenyezi Mungu, na hali mtume anakutakeni mumwamini Mola wenu mlezi, na anakuhimizeni kwa hayo? Na Mwenyezi Mungu kashachukua agano lenu la imani kabla yake. Kama kweli mnaitaka imani, basi hoja zake zimekwisha thibiti. Yeye ndiye anayemteremshia mtume wake aya za Kurani zilizo wazi, ili akutoweni kwenye upotovu mwende kwenye uongofu. Na hakika Mwenyezi Mungu ni mwingi wa upole kwenu, mkunjufu wa rehema. Na limekupateni nini hata mtoi kwa ajili ya njia Mwenyezi Mungu katika mali yenu, na hali Mwenyezi Mungu ndiye wa kurithi mbingu na ardhi? Yeye atarithi kila kiliomo humo, wala hatabaki yoyote mwenye chochote humo. Hawawi sawa kwa cheo na malipo kati yenu, mwenye kutoa kabla ya kutekwa Maka na kapigana vita, na Uislamu unahitaji wa kuunga mkono na kutilia nguvu. Hao waliotoa na wakapigana kabla ya ushindi wana cheo cha juu zaidi kuliko waliotoa baada ya ushindi, yaani kutekwa Maka na wakapigana. Na makundi yote mawili hayo Mwenyezi Mungu ameahidi kuwapa malipo mema juu ya kutalifiana vyao vyao. Na Mwenyezi Mungu anazo habari za yote miyatendayo, kwa hivyo atamlipa kila mmoja kwa anavyostahiki. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا
مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. Ni nani atakayemkopesha Mwenyezi Mungu mkopo mwema ili amrudishie maradufu na apate malipo ya ukarimu? Siku utakapowaona waumini wanaume na waumini wanawake nuru yao iko mbele yao na kuliani kwao, furaha yenu leo, bustani zipitazo mito kati yake, mtakaa humo milele, huko ndiko kufuzu kukubwa. Siku wanafiki wanaume na wanafiki wanawake watapowaambia walioamini, tungojeni ili tupate mwangaza katika nuru yenu, waambiwe, rejeni nyuma yenu mkaitafute nuru. Utiwe baina yao ukuta wenye mlango, ndani yake mna rehema, na nje upande wake wa mbele kuna adhabu. Watawaita wawaambie, kwani vile hatukuwa pamoja nanyi? Watawaambia, ndiyo, lakini mlijifitini wenyewe na mkasitasita na mkatia shaka na matamanio ya nafsi zenu yakakudanganyeni, mpaka ilipokuja amri ya Mwenyezi Mungu na mdanganyifu akakudanganyeni msimfuate Mwenyezi Mungu. Basi leo haitopokelewa kwenu fidia wala kwa wale waliokufuru. Makazi yenu ni motoni, ndiyo bora kwenu, na ni marejeo maovu yaliyoje. Je, wakati haujafika bado kwa walioamini zikanyenyekea nyoyo zao kwa kumkumbuka Mwenyezi Mungu na haki iliyoteremka? Wala wasiwe kama waliopewa kitabu kabla yao, muda wao ukawa mrefu, kwa hivyo nyoyo zao zikawa ngumu na wengi wao wakawa wapotovu. Jueni kwamba Mwenyezi Mungu huifufua ardhi baada ya kufa kwake. Tumekubainishieni ishara ili mpate kuzingatia. Kwa hakika wanaume wanaotoa sadaka na wanawake wanaotoa sadaka na wakamkopesha Mwenyezi Mungu mkopo mwema, watazidishiwa mardufu na watapata malipo ya ukarimu. Na waliomwamini Mwenyezi Mungu na mitume wake, hao ndio masidiki na mashahidi mbele ya Mola wao mlezi. Wao watapata malipo yao na nuru yao. Na waliokufuru na wakakadhibisha ishara zetu, hao ndio watu wa motoni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Ni nani muumini anayetoa katika njia ya Mwenyezi Mungu kwa ikhlasi, ili Mwenyezi Mungu apate kumlipa malipo yake mardufu, na tena juu ya hayo malipo mardufu apate malipo zaidi ya ukarimu siku ya Kiyama?
siku utakuwaona waumini wanaume na waumini wanawake nuru ya imani yao na vitendo vyao vizuri na watangulia mbele yao na kuliani kwao. Malaika watawaambia, furaha yenu hii leo ni kupata bustani ambazo chini ya miti yake inapita mito, hamtotoka humo kabisa. Malipo hayo ndiyo kufuzu kukubwa kwenu kulingana na vitendo vyenu. Siku ambayo wanafiki wanaume na wanafiki wanawake watapoambia waumini wanaume na wanawake, hebu tungojeni tupate nasi baadhi ya nuru yenu, wataambiwa kwa kuhiziwa, rudini huko tulikopewa nuru hii mkatake huko. Basi baina ya waumini na wanafiki utasimamishwa ukuta wenye mlango. Ndani ya ukuta upande wa bustani itakuwapo rehema na neema, na nje ya ukuta kuna kuelekea motoni upande huo kutakuwa na kama na adhabu. Wanafiki watawaita waumini, kwani duniani hatukuwa pamoja nanyi nasi ni wenzenu? Waumini waseme, kwani mlikuwa kweli pamoja nasi kama msemavyo, lakini nyinyi mmejiangamiza wenyewe kwa unafiki, na mkawa mnatamani waumini ya wapate masaibu ya kuangamiza, na mkatilia shaka mambo yote ya dini, na tamaa mbovu zikuhadaini ya kwamba nyinyi mko katika neema mpaka yakaja mauti, na shetani ya kukuhadaini kuwa bado mtapata msamaha kwa Mwenyezi Mungu na maghfira yake. Ghururi hiyo wanayo wanafiki wengi waliodhulumu watu na wakajidhulumu nafsi zao, wakawa wanadhani watasamehewa udhalimu wao kwa kusali kwingi na kuhiji bila ya kujirekebisha nafsi zao na kurejesha haki za wale wadhulumu. Basi leo hakitapokelewa chochote mtachotoa, enyi wanafiki, kuwa ni fidia ya kujikombolea nafsi zenu na adhabu, hata ikiwa kwa thamani gani. Wala hakitapokelewa kitu kutokana na makafiri wenye kutangaza ukafiri wao kuwa ni fidia kadhalika. Marejeo yenu nyote ni motoni, na hayo ndiyo makazi yenu yaliyo bora kwenu mnayostahiki. Na uovu ulioje kwa marejeo hayo! Je, haujafika wakati kwa walioamini zikalainika nyoyo zao kwa kumdhukuru Mwenyezi Mungu na Kurani tukufu? Wala wasiwe kama waliopewa kitabu kabla yao, Mayahudi na Wakristo. Walitenda kwa mujibu wa kitabu kwa muda, lakini kwa kupita zama ndefu zikawa ngumu nyoyo zao, na wengi wao wakawa wametoka katika mipaka ya dini yao. Enyi waumini, jueni kwamba Mwenyezi Mungu anaitengeneza ardhi na kuifanya isilihi kwa mimea kwa kuteremsha mvua baada ya kuyabisika kwake. Na sisi tumekuwekeeni wazi ishara na tumekupigieni mifano ili mpate kuzingatia katika hayo, na zinyenyekee nyoyo zenu kwa ajili ya kumdhukuru Mwenyezi Mungu. Hakika wanaume wanaotoa sadaka na wanawake wanaotoa sadaka na wakatoa katika sabilillah, njia ya Mwenyezi Mungu kwa ridhaa ya nafsi zao, Mwenyezi Mungu atawazidishia thawabu zao mara mbili, na wao juu ya kuzidishiwa kwao huko watapata ujira wa takrima siku ya Kiyama. Na waliomwamini Mwenyezi Mungu na mitume wake, wala wasibague baina yao yeyote, hao ndiyo masidiki waliotimia ukweli wao, kama Sayyidina Abubakar na Bibi Maryam, na mashahidi waliokufa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu wa cheo na utukufu wa daraja. Siku ya Kiyama watakuwa na thawabu na nuru kama thawabu na nuru za masidiki na mashahidi. Na ambao wamekufuru na wakakadhibisha ishara za Mwenyezi Mungu, hao ndio watu wa motoni, na wala hawatoki humo milele. i'lamu annama alhayatu ad-dunya la'ibun wa lahwun وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما
وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز Jueni ya kwamba maisha ya dunia ni mchezo na pumbao na pambo na kujifaharisha baina yenu na kushindana kwa wingi wa mali na watoto. Mfano wake ni kama mvua ambayo huwafurahisha wakulima mimea yake, kisha hunyauka ukayaona yamepiga manjano, kisha yakawa mabua. Na akhera kuna adhabu kali na maghfira kutoka kwa Mwenyezi Mungu na radhi. Na maisha ya dunia si chochote ila ni starehe ya udanganyifu. Kimbilieni msamaha wa Mola wenu mlezi na pepo ambayo upana wake ni kama upana wa mbingu na ardhi, iliyowekewa waliomwamini Mwenyezi Mungu na mitume wake. Hiyo ndiyo fadhila Mwenyezi Mungu humpa mtakaye, na Mwenyezi Mungu ni mwenye fadhila kuu. Hautokei msiba katika ardhi wala katika nafsi zenu ila umekwisha andikwa katika kitabu kabla hatujaumba. Hakika hayo kwa Mwenyezi Mungu ni mepesi. Ili msihuzunike kwa kilichokupoteni wala msijitape kwa alichokupeni, na Mwenyezi Mungu hampendi kila anayejivuna akajifaharisha. Ambao wanafanya ubakhili na wanaamrisha watu wafanye ubakhili, na anayegeuka basi Mwenyezi Mungu ni mwenye kujitosha msifiwa. Kwa hakika tuliwatuma mitume wetu kwa dalili wazi wazi, na tukateremsha kitabu pamoja nao na mizani ili watu wasimamie uadilifu, na tumeteremsha chuma chenye nguvu nyingi na manufaa kwa watu, na ili Mwenyezi Mungu amjue anayemnusuru yeye na mitume wake kwa ghaibu. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu, mwenye kushinda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Enyi mliodanganyika na dunia, jueni kuwa uhai wa dunia ni mchezo usioleta faida,
na pumbao la kumshughulisha mtu na yanayomfaa, na pambo lisilomleta utukufu wa maana, na kujitapa baina yenu kwa nasaba zenye kuondoka, na mafupa na yaoza, na kushindana kwa wingi wa mali na watoto. Mfano wa hayo ni kama mfano wa mvua inayowafurahisha wakulima kwa mimea yake, kisha ikishapevuka na kuiva utaiona imegeuka manjano kwa kunyauka kwa ukame, kisha mara yanakuwa mabua makavu yanakatika katika, hakibaki chochote chenye manufaa. Na akhera iko adhabu kali kwa mwenye kuihiari dunia na keshika kwa isiyokuwa haki yake. Na pia yapo maghfira ya Mwenyezi Mungu kwa mwenye kuhiari akhera yake kuliko dunia yake. Na uhai wa dunia si chochote ila starehe ya udanganyifu isiyo ya kweli kwa mwenye tumaini nayo, na asifanye kuwa ni njia tu ya kutengenezea akhera. Nendeni upesi upesi kushindania kupata maghfira kwa Mola wenu mlezi, na kuendea pepo iliyoenea kote kote, upana wake kama upana wa mbingu na ardhi, walioandaliwa wenye kumsadiki Mwenyezi Mungu na mitume wake. Malipo hayo makubwa ni fadhila Mwenyezi Mungu humpa mtakaye katika waja wake, na Mwenyezi Mungu peke yake ndiye mwenye fadhila iliyotukuka hata akili haziwezi kuielezea. Haukuteremka msiba wowote duniani, ikiwa ni ukame au upungufu wa mazao au mengineyo, wala katika nafsi zenu, ikiwa kwa maradhi au fakiri au mauti au mengineyo, ila huwa yamekwisha andikwa katika Lawhul Mahfudh, ubao uliohifadhiwa, na yamethibiti katika ujuzi wake Mwenyezi Mungu kabla ya kutokeza duniani au katika nafsi zenu. Hakika kuthibitishwa misiba na kujua ni mambo mepesi kwa Mwenyezi Mungu, kwa kuwa ujuzi wake umeenea kila kitu. Tumekujuzieni hayo ili msihuzunike kwa mnayokuwa hamyapati kwa huzuni ya kupita kiasi, hata ikakutieni uchungu, wala msifurahie kwa furaha ya kujitapa kwa anachokupeni. Na Mwenyezi Mungu hampendi kila anayejivuna na akajifahiri juu ya watu kwa alicho nacho. Wale wanaofanya choyo na mali yao wasitoe katika sabilillah, njia ya Mwenyezi Mungu, na wanawaamrisha watu wafanye ubakhili ati kwa kuwa ndio wanaofanya hisani, na mwenye kuacha kumtii Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu mwenyewe hamhitaji huyo, na yeye ni mwenye kustahiki kuhimidiwa na kusifiwa. Hakika tumewatuma mitume wetu tuliowachagua kwa miujiza ya kukata, na tukateremsha pamoja nao kitabu chenye kukusanya hukumu na sharia za dini, na mizani ya kuhakikisha insafu katika kuamiliana, ili watu wapate kuamiliana baina yao kwa uadilifu. Na tumekiumba chuma ambacho kina mateso makali katika vita, na manufaa kwa watu katika amani. Wanakitumia katika ufundi ili kiwanufaishe katika maslaha yao na maisha yao. Na ili Mwenyezi Mungu amjue anayeisaidia dini yake, na anayewasaidia mitume wake kwa ghaibu bila ya kuwaona. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenyewe muweza, hamhitaji mtu kumsaidia. Chuma ni moja katika madini 7 walizokuwa wanazijua watu wa kale. Nazo ni dhahabu, fedha, zaibaki, shaba, risasi, chuma na tin. Na chuma ni madeni iliyoenea zaidi kuliko zote, na katika asili yake hupatikana ya kushikana na mada nyingine kama kuwa na oxide, sulfide, carbonate, silicate. Na pia hupatikana kidogo chuma safi peke yake katika nyota za mkia. Aya hii inaashiria kwamba chuma kina nguvu nyingi na manufaa kwa watu, na hapana kinachoonyesha hayo kuliko kuwa chuma na namna zake mbalimbali zinazokhtalifiana katika kustahamili moto na kuvutwa na kuingia kutu na kuchakaa na kukubali kwake kutiwa smaku na mengineyo. Na kwa hivyo ndiyo ikawa ndiyo madeni inayofaa zaidi kuliko zote kwa kufanyia silaha za vita na vyombo vyake, na kikawa ndiyo msingi wa uhunzi wote wa sanaa nzito na hafifu, na kimekuwa ndiyo msingi wa maendeleo ya ustaarabu. Na chuma kina manufaa mengi katika vitu vyenye uhai, kwani kinaingia katika kufanyika chlorophyll,
na hiyo ni mada muhimu ya kimsingi katika kazi ya mimea kutumia nguvu za jua katika kujenga protoplasma iliyo hai, na kwa hivyo hatimaye huingia katika mwili wa binadamu na wanyama. Chuma pia kinaingia katika ujenzi wa nuclear protein chromatin katika khalaya hai, yani living cells, kama inavyokutikana katika sawaili, yani liquids za mwili pamoja na vitu vinginevyo. Na kichuma ni moja katika vitu vinavyofanya hemoglobin, mada muhimu katika damu nyekundu, na inafanya kazi yake katika kuungua ndani ya mwili katika kuweza kutumia chakula katika uhai. Chuma kinapatikana pia katika ini na wengu na mapigo na viungo na ubongo wa mafupani. Mwili unahitaji chuma kwa kiasi maalum kwa mambo kadhaa wa kadhaa, na kikipunguka mwili hupata maradhi namna mbalimbali. Na muhimu katika hayo ni hayo yanayoambiwa upungufu wa damu, anemia. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Na bila shaka tulimtuma Nuhu na Ibrahim na tukaweka katika dhuria zao unabii na kitabu. Basi wapo miongoni mwao walioongoka na wengi katika wao ni wapotovu. Tena tukafuatisha nyuma yao mitume wengine na tukamfuatisha Isa bin Maryamu na tukampa Injili na tukajalia katika nyoyo za waliomfuata upole na rehema, na umonaki wameuzua wao. Sisi hatukuwaandikia hayo ila kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu, lakini hawakufuata inavyotakiwa kufuata. Basi wale walioamini katika wao tuliwapa ujira wao, na wengi wao ni wapotovu. Enyi mlioamini, mcheni Mwenyezi Mungu na muaminini mtume wake. Atakupeni sehemu mbili katika rehema yake, na atakujalieni muwe na nuru ya kwenda nayo, na atakusameheni. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe, mwenye kurehemu. Ili watu wa kitabu wajue kwamba wao hawana uweza wowote juu ya fadhila za Mwenyezi Mungu, na fadhila zote zimo mikononi mwa Mwenyezi Mungu, humpa mtakaye, na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye fadhila kuu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la na
tuliwatuma Nuhu na Ibrahimu, na tukajalia miongoni mwao vizazi vyao unabii na kitabu cha uongofu. Basi baadhi ya wazao hao wapo waliofuata njia ya uongofu, na wengi wao wametokana na njia iliyonyoka. Kisha tukafuatiliza kwenye nyoyo za Nuhu na Ibrahimu na waliowatangulia hao au waliokuwa pamoja nao katika mtume baada ya mtume, na tukafuatiliza kwa kumleta Isa mwana wa Maryamu, na tukamfunulia Injili, na tukatia katika nyoyo za waliomfuata huruma nyingi na upole na rehema. Lakini kwa ziada katika ibada na kupita hadi katika kushika dini, wakazua umonaki, utawa wa kujitenga na ulimwengu na kuacha kuoana. Sisi hatukuamrisha hayo mwanzo, lakini wao wameshika hayo kutafuta kumridhi Mwenyezi Mungu mtukufu, lakini hawakuuhifadhi huo umonaki kama inavyostahili kuhifadhiwa. Basi tukawapa waliomwamini Muhammadi sehemu yao ya ujira na thawabu, na wengi wao wanamkadhibisha Muhammadi na wametoka nje ya utiifu na njia iliyonyoka. Injili aliyofunuliwa Nabii Isa alayhi salam na Mwenyezi Mungu siyo hizi zinazoitwa Injili za Mathayo, Marko, Luka na Yohana ziliomo katika Biblia. Injili hizo zinaambiwa kuwa zimeandikwa na hao waliotajwa kwa ufunuo wa Roho Mtakatifu, nafsi ya tatu ya uungu kama wanavyoamini wa Kristo. Lakini kwa hakika wataalamu wachunguzi wa Biblia wanakubaliana kuwa watungaji wake hasa hawajulikani kweli. Yajulikana kuwa ziliandikwa kwa miaka mingi baada ya Nabii Isa na baada ya kufa wanafunzi wake wote. Juu ya Injili 4 zilizochaguliwa kutiwa katika Biblia na wakuu wa kanisa katika karne ya 4 baada ya Yesu, zilikuwapo na nyingine zingalipo nyingi ambazo kanisa la hivi sasa halizikubali. Mfano wake ni kama Injili ya Barnaba, ya Tomasi na ya Uzawa ya Nativity na kadhaa nyinginezo. Lakini katika Injili zote utakuta baadhi ya maneno ambayo yaonyesha ukweli wa Injili aliyopewa Nabii Isa alayhi salam na Mwenyezi Mungu. Katika Injili ya Marko 1:14 hadi 15 inasimuliwa hata baada ya Yohana kutiwa gerezani, Yesu akaenda Galilaya akihubiri habari njema ya Mungu akisema, wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia, tubuni na kuiamini Injili. Injili gani hiyo kama siyo iliyopotezwa na Wakristo? Hizi tulisomazo zote zimeandikwa baada ya kushaondoka Yesu, na hizi ni kama hadithi tu za maisha ya Nabii Isa, kama hivyo vitabu vya maulidi kuwa ni masimulizi ya maisha ya Nabii Muhammad. Yamkini pia kuwa Injili ya Nabii Isa si kitabu kilichoandikwa, bali ni yale mafunzo yake ambayo ni sehemu ya kitabu cha Mwenyezi Mungu kama ilivyo Qur'ani ambayo imehifadhiwa katika Lauhul Mahfuz. Qur'ani iliitwa ni kitabu kabla ya kuandikwa na watu na kusomwa, kwani uandishi wake ulikwisha kuwa zamani katika kompyuta Mwenyezi Mungu ya Lauhul Mahfuz kwa maandishi ajuayo yeye mwenyewe. Enyi mlioamini, iogopeni adhabu ya Mwenyezi Mungu na thibitini juu ya kumwamini kwenu mtume wake. Mwenyezi Mungu atakupeni mafungu mawili katika rehema yake, na atakujalieni muwe na nuru ya kukuongoeni, na atakusameheni yaliyokuporokonyenyi katika madhambi yenu. Na Mwenyezi Mungu ni mkunjufu wa maghfira, mwenye rehema nyingi. Mwenyezi Mungu anakupeni yote hayo ili wajue watu wa kitabu ambao hawakuamini Muhammad ya kwamba hawana uwezo wowote juu ya neema za Mwenyezi Mungu, wazipate wao au wampe mwinginewe. Na hakika fadhila zote zimo katika mikono ya Mwenyezi Mungu peke yake, humpa mtakaye katika waja wake, na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye fadhila kubwa.